Bwana Yesu asifiwe, mtazamaji wangu. Mimi ni mzima katika Bwana, nikiamini pia wewe ni mzima katika Bwana. Siku ya leo ambayo Yesu ameifanya, nimetamani kuja niongee na wewe kwa neno ambalo Yesu ameweka ndani ya moyo wangu. Siku ya leo nilikuwa nimetumwa na Roho wa Mungu ya kwamba ninene na wale watu wanaotoka kanisani, na wanapotoka kanisani wanaenda huko nje, wanafanya mambo mawili. Mmoja anatoka kanisa anaendea uchawi na ukanga ili ule pastor ametoka kwake aumie, likanisa liishe, na liishe likiisha. Mtu wa pili ni yule anatoka kanisani akienda kwa manabii kuombea huyo pastor mabaya, akiambia manabii ya kwamba huyo pastor ananipiga vita, ukitoka huko ananipiga vita. Hawa watu wawili ndio nataka niongelee. Kwa sababu hivyo nataka niongee katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 27:24 inasema, na laaniwe mtu apigaye mwenzake kwa siri, na watu wote waseme amina. Maana yake ni ya kwamba wakati mchungaji umekuwa chini yake, ulikuwa chini yake, ulitoa sadaka chini yake, ulitoa fungu la 10, ulikuwa mlipaji wa fungu la 10, ulikuwa mtoaji kanisani, ulikuwa ukimsupport. Na wakati ulikuwa na msapoti, mambo yakacha yakapinduka mahali, ukaanza kushuku hiyo imani, na ulipoanza kushuku kaanza kupiga wengine kanisani wanaoamini mchungaji. Ukawa unatoa maneno mabaya kwa watu, na watu wako kanisa wakaambia mchungaji. Wakati mchungaji alikueleza, ukaanza kusema hiyo kanisa iko na vitina, na sio vitina, wanaongea ukweli kwa yale wewe unayafanya. So walipoongea yale wewe unafanya na ukakashirika, ukatoka kanisani, badala na machungu yako wendo kae chini, usome neno, ucherekepishe, utupu, rudi kwa mchungaji, ombe msamaha ili mchungaji akusamee. Hata ukienda hautakuwa na lawama. Lakini wewe ukaondoka, ukienda kila mahali, unaendea uchawi, umeenda Mombasa, umeenda Mumias, umeenda wapi, Nairobi, umezunguka na jina ya pastor, umetembea ili uhakikishe huyo pastor ameisha. Lakini hajaisha, Mungu amemshikilia. Nataka nikuadharishe wewe ambaye umekuwa kiendea wa uchawi, kunaye Mungu ameita huyo mchungaji, na hautaweza na hautafanikiwa kwa jina la Yesu. Hautafanikiwa. So kuliko kuendea uchawi, kaa chini, usome Biblia, urudi, uombe msamaha, waachiliwe, wende kanisa ingine roho safi. Itakuwa ni vyema, maana uchawi unaoendea ndio utakuharibu wewe mwenyewe. Huo uchawi ndio utakuharibu. Maana hata mimi nimewahi ona watu wameendea uchawi, wameniendea uchawi, wameenda na picha yangu, jina ya kanisa, kwa position walikuwa, wakailaani, wakafanya mengine yote mabaya. Lakini finally vile walikuwa wanaenda ndivyo Mungu alisiti kuniinua. Finally mimi nimeshinda. Hivyo hata huyo mchungaji unaendea uchawi, ni yeye atakushinda kwa jina la Yesu. So ni vyema ukubali urudi kuliko kupiga vita vya siri. Vita vya siri viko na laana, na hiyo laana itakupiga we mwenyewe. So kuliko upigwe, waripiwe ndoa, waripiwe kila kitu, maisha yako yaishe, ndoa ishe, kila kitu kiishe, kuliko fika hapo, rudi uombe msamaha kwa huyo mchungaji akusamee, uende vizuri. Ya pili, wewe ambaye ulifanya hayo tu, lakini ulipojaribu, mchungaji alipojaribu kurekebisha, ulikataa kurekebika, ukaenda ukiongea mabaya juu ya mchungaji, unaongea mabaya, mwishowe ukaanza kwenda kwa manabii, ati muombee pastor huyo mabaya.
Hata wewe nabii unayeombea pasta mwenzako mabaya, Mungu akukemee kwa jina la Yesu. Na wewe ambaye ulipeleka mtumishi wa Mungu huyo pasta kwa huyo nabii, nyinyi wote mtaangamia pasipo kuwa na huruma. Mtaangamia. Maana Mungu wetu ni moto ulao, na atawalamba wote. Wewe na nabii mnayeombea huyo mchungaji mabaya. Maana Roho wa Mungu alikuwa ananiambia kuna nabii ambaye ameombea mchungaji mabaya, na alipoombea mchungaji huyo mabaya, baada ya mchungaji aishe, ni nabii aliisha, mchungaji akainuka. So kuliko waendelee kuomba hivyo, rekebisha utupu. Huyo Roho wa Mungu ananiambia ya kwamba kuna watu walienda kuombea mchungaji mabaya, leo hii ni wao wanaumia. Walienda kumwombea aishe nguvu, leo hiyo mchungaji ako na nguvu, ni nyinyi mnaisha. So kuliko fika hapo, rekebisha utupu. Tupu na urejee, wende uombe msamaha usamehewe. Tupu, urejee, uombe msamaha usamehewe. Baada ya kusamehewa, utapokea upenyo upya wa maisha yako. Sikia nikwambie, wakati wowote umejiunga kanisa, unakuanga memba wa hiyo kanisa ulimwenguni, kiroho, kimwili na kiroho. So kujitenganisha na hicho kikundi inahitaji ujitenganishe kwa nia nzuri, sio kwa nia mbaya. Maana ukijitenganisha kwa nia mbaya, mchungaji akianza kukemea maadui wa hiyo kanisa, hata wewe utakemewa. Akianza kukemea wachawi wa hiyo kanisa, hata wewe utakemewa. Akianza kuchoma wachawi, hata wewe utachomeka. Akianza kuachilia rati kwa maadui wa hiyo kanisa, hata wewe rati itakupiga. Akianza kutangaza kwa wale maadui wanaeneza ufumi mbaya kwa hiyo kanisa, hata wewe utapigwa. Akienda kuomba kwa wale wanaotoa watu kanisa, hata wewe utapigwa, maana wewe ni mmoja wake. So ni vyema ujitenganishe na hiki kundi vizuri, ndio wakiombea maadui wewe usipigwe. Halo? Maana adui yoyote wa kanisa la kweli wanga aishi miaka mingi. Na wacha nikwambie ukweli. Kora alipokuwa adui wa Moses, maana Moses alikuwa ni wa Mungu, Kora akawa adui anapigana na Moses. Mungu alikuja na Kora mchanga ulimumeza na akaisha kwisha. Mchungaji wa kweli, hata awe hana pesa, uko na pesa, awe akuache we uko kwa standard gani, ukienda kupigana na yeye ni we utaisha. Wacha nikwambie ukweli, yoyote upigana na mchungaji ameitwa. Yoyote upigana na mchungaji ameitwa. Wacha nikwambie ukweli, yule upigana huyo mchungaji ni yeye uisha. Na hata wewe unapigana huyu mchungaji ni wewe utaisha. Wacha huo mchezo. Ni vyema utupu kabla uangamishwe. Maana Kora aliisha. Kuna jamaa alikuwa anaitwa Gehasi. Elisha amekataa sacrifice, yeye amefuata, amechukua. Akaambiwa ukoma wa Naamani utakukula. Maana Gehasi alikuwa na matamaa kupigana na mtumishi wa Mungu. Ukipigana na mtumishi wa Mungu, hata akose kuombea mabaya, akose kulaani, pingu inaona, itakupiga, ni wewe utaangamia. So kuliko kufika hapo, tupu na urejee. Leo nimetumwa nikwambie, urepent na umrejee Mungu. Wacha kupigana na watumishi wa Mungu, unachimaliza polepole. Unachimaliza. Maandiko yamesema alaniwe apigae mwenzake kwa siri. Watu wote waseme amina. So na mimi naungana watu seme amina. Maana wewe ni mtu unapinga Injili. Wacha kueneza ufumi wa uongo, na ukieneza endelea utaangamia njiani. Haujui mahali wewe mchungaji aliitiwa. Na hakukuandikia parole ingia kwa hiyo kanisa, uliingia kwa hiari. Toka kwa hiari ukiwa umenyamaza. Shalom. Shalom.